Mmoja kati ya marafiki wa Wema Sepetu, huyu hapa si mwingine bali ni Zamaradi. Zamaradi Mketema amejitokeza hapa kuzungumza kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea huko mitandaoni. Kama unavyojua kwamba Wema bwana, watu wengi sana walikuwa wanasema kwamba ule ujauzito wake ni feki na vitu vingine kama hivyo. Sasa baada ya Bonita, rafiki wa Wema Sepetu, kuposti video huko mtandaoni ikiwa inaonyesha tumbo la Wema Sepetu kipindi hicho akiwa bado mjamzito, mimba ikiwa inacheza tumboni au mtoto akiwa anacheza tumboni, ni kwamba hapa bwana Zamaradi naye pia amekuja kuposti hiyo, akasema kwamba unaambiwa kwamba maktaba ya Wema ina video takriban 10,000. Zamaradi ya kuishia hapo, akaendelea kusema kwamba bwana, video za ujauzito zaidi ya 10,000 zadaiwa kuthibitisha mimba ya mwanamke huyo Wema Sepetu. Mjadala mkubwa unaendelea mtandaoni kufuatia madai ya kwamba mwanamke huyo akiwa anazungumziwa kwamba ana zaidi ya video 10,000 zinazodaiwa kuonyesha hatua mbalimbali za ujauzito wake. Na hii ni kama ushahidi kwamba mimba hiyo ilikuwa ni ya kweli na si matokeo ya teknolojia ya AI au upandikizaji wa picha. Zamaradi akaendelea kuripoti hapa kwamba bwana, kwa mujibu wa taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, video hizo zinaonyesha vipindi tofauti tofauti vya ujauzito wake hadi hatua ya kujifungua, huku zikidaiwa kuthibitisha kuwa alibeba mtoto tumboni mwake kama ilivyokuwa akitamani kwa muda mrefu. Lakini hata hivyo, wataalamu na wadau mbalimbali wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo kupitia vyanzo rasmi kabla ya kufikia hitimisho, kwani baadhi ya maudhui kuna mtu ameandika kwamba kwani baadhi ya maudhui yanayosambazwa mitandaoni yanaweza kuhaririwa au kutolewa nje ya muktadha wake. Lakini pia vile ni kwamba wakati huo huo taratibu video hizo zimeanza kuachiwa kwa umma na kuzua mjadala mpana zaidi huku wengi wakisubiri ushahidi zaidi ili kupata picha kamili ya jambo hilo. Bwana, bado issue ya Wema Sepetu na ujauzito wake, bado kuna watu wamekuwa na doubt, lakini pia vile na wenyewe nao pia walikuwa kumbe wamejipanga kwa haya yote ambayo yanaendelea huko mitandaoni. Kwa hiyo sasa wameanza kuvujisha video moja baada ya nyingine. Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu. Tunaweza kusema kwamba Wema bwana amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona, taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Wema bwana, huyu sio mtoto wake hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana, ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu.
Lakini pia vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo awasaidie hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata Wema, hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. So Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo la heri kweli kweli. Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume mwenye afya, hana tatizo lolote, na ni kitu ambacho kiukweli kime make headline huko mitandaoni. Lakini pia vile jambo lingine ambalo tumeliona kuhusiana na sakata zima la Wema na Whozu kujifungua, tumeona page ya mtoto tayari imeshaandaliwa na inakimbia followers sio kawaida. Tokea jana mpaka leo hii na takriban followers 60,000. Na mtoto wa Wema tumemfahamu anaitwa Olly Oscar. Bwana, hilo ndo jina la mtoto wa Wema, anaitwa Olly Oscar. Bwana, huyo ndo mtoto wa kiume wa Wema Sepetu na Whozu. Kwa hiyo bwana, wadau wameanza kuifollow hiyo account kwa speedi. Lakini pia vile kuna mavideo mengine mengi sana yameanza kusambaa tokea kipindi Wema ameanza kununua nguo kwa ajili ya mtoto, anafanya shopping ya mtoto kabla hajazaliwa. Kuna videos zikiwa zinamuonyesha Wema akiwa anafanya mazoezi hospitalini siku ambayo anakaribia kwenda labor. Pia vile kuna video ambazo zinamuonyesha Wema akiwa yuko na ujauzito wake anafanya photoshooting. Umeona bwana, kwa hiyo kuna vitu vingine vingi sana sasa hivi ndio vimeanza kutolewa, na hii imeonyesha jinsi gani ambavyo marafiki na watu wa karibu wa Wema wanajua kutunza siri. Hizi content zote walikuwa nazo, lakini walikuwa hawajaamua kuziweka online. Lakini baada ya Wema kujifungua ndo akaamua kuzipost. Nadhani walikuwa wamekubaliana hivyo na wakakeep promise yao kwake kwa miezi 8 au 9. Ni kwamba hawa watu wa karibu wa Wema Sepetu walitunza hizi video, zimekuja kutolewa kipindi ambapo Wema mwenyewe ameruhusu zitoke. So ni kitu cha kujifunza hicho. Ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo tumewahi kuviona hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, hususan kwa mwanadada Wema Sepetu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Lakini pia vile endelea kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.